Mambo vipi? Karibu sana katika channel ya kupendwa ya Mapro TV, tukiwa tunakutana tena hapa kujadili yale ya kimichezo ambayo yamekuwa ni trending story kwa siku ya leo, na kubwa ni kuhusiana na kile ambacho leo hii tumepata kukiona kutoka kwa uongozi wa klabu ya soka ya Yanga, ambapo wameonyesha muonekano wa namna ambavyo uwanja wao wa kisasa kabisa ambao unakadiriwa kuingiza mashabiki zaidi ya 20,000 ambao wamekuwa wakiketi kwenda kuanza haraka iwezekanavyo, na leo hii walionyesha namna ambavyo uwanja huo utaonekana pale tu ambapo utakamilika, na of course wamesema ndani ya miezi 18 pekee utakuwa uwanja huo umekamilika na kuanza kutumika katika michezo mbalimbali ambayo itakuwa ikiwakutanisha Young Africans na timu zingine. Lakini walifika mbali zaidi na kusema kwamba watatoa fursa kwa timu zingine ambazo wanahitaji kutumia uwanja huo kwa kufuata taratibu ambazo wataziweka, lakini pia kwa kulipia, ambapo Young Africans itakuwa nufaika wa malipo hayo, kwa sababu watakuwa ni sehemu nyingine ya kuingiza kipato kikubwa. Sasa hiyo haikuwa issue sana. Issue ni kwamba wengi walikuwa wanatamani kusikia kauli ya aliyewahi kuwa afisa habari wa klabu hiyo ya Yanga, bwana Haji Sunday Manara, ambaye kwa sasa pia ni mtangazaji wa kituo cha TV na radio pale Wasafi, na walitamani kusikia yeye kama mdau wa Yanga, lakini pia kama mtu ambaye amefanya kazi katika klabu hiyo, ni nini neno lake kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika klabu hiyo kuhusianisha na ujenzi wa uwanja huo ambao kwa mujibu wa Engineer Hersi Said ambaye ni rais wa klabu ya soka ya Yanga, ni kwamba uwanja huo unatarajiwa kuanza mchakato wa ujenzi siku ya kesho. Sasa Haji Sande Manara bwana, kwanza ameshitushwa na amepata mshangao mkubwa wa namna ambavyo Young Africans wamekuwa serious katika jambo hilo, lakini pia namna ambavyo uwanja huo umeweza kuwa planned, kwa sababu ukiangalia kwa mujibu wake yeye amesema kwamba ukiangalia uwanja huo una vitu vingi sana ambavyo kwa viwanja vingine pia huwezi kukuta. Mfano, kuna sehemu ya gym kwa ajili ya wachezaji na watu wote ambao wanahitaji kufanya mazoezi. Ndani ya uwanja huo ipo sehemu rasmi kabisa ya gym room ipo, lakini pia kuna sehemu za cafe room ambapo pia unaweza ukawa unapata vinywaji kidogo kama kafe na vitu vingine. Lakini pia kitu cha ajabu vile vile wameweka kitu ambacho kinaitwa kama presidential presidential sehemu ambayo ni itakuwa maalum kwa ajili ya viongozi tu ambao wanafika pale, lakini pia kuna sehemu za VVIPs ambazo hizo hata katika viwanja vingine pia zipo. Lakini ukiachana na hayo pia kuna sehemu nyingi ambazo ni sehemu hauzipati katika viwanja vingine. Kwa hiyo Haji Sande Manara kwa mujibu wake ni kwamba ameshangazwa pia na namna ambavyo uwanja huo umekuwa planned, na amesifia kiukweli ni project kubwa, lakini pia ni project ambayo inakwenda kuonesha ukubwa wa klabu hiyo ya Yanga, na amesisitiza kwamba wengi wamekuwa wakitumia agenda ya kutengeneza ama kujenga uwanja kwa ajili ya kujipatia kura inapofika nyakati zile za uchaguzi, lakini kwa upande wa Yanga hatua waliofikia ni hatua serious kweli kweli, na anaamini kwamba jambo hilo bila mushkeli wowote linakwenda kutekelezeka, na kama walivyosema viongozi kwamba kesho mara moja utakuwa mchakato mzima wa ujenzi unaanza, kwa maana tayari ameshakabidhiwa rasmi engineer ama mkandarasi wa uwanja huo
ramani na eneo tayari ameshakabidhiwa, na kesho nafikiri tayari prosesi hizo zitaanza. Kwa hiyo kwa mujibu wa Haji Sande Manara, amesema ni uwanja wa kipekee, uwanja ambao unakwenda na kuonesha namna ambavyo uongozi wa Yanga ulijidhatiti na ulijipanga, lakini pia GSM kama mdhamini mkuu wa klabu hiyo alijipanga na anahitaji kwelikweli kuwapa uwanja ambapo ukikamilika nafikiri itakuwa ni historia kubwa sana ambayo itaandikwa na haitofutika kwa vizazi na vizazi ambavyo vinakuja kuishabikia klabu ya Yanga, kuwa ni mwekezaji wa kwanza ambaye anakwenda kukamilisha dili la uwanja. Kwa hiyo hapo baadaye hata vikijengwa viwanja 100 vya klabu hiyo, lakini GSM atabaki kuwa ndiye mdhamini wa kwanza kuiwezesha Young Africans kumiliki uwanja wake. Una maoni gani kuhusiana na kile ambacho Haji Sunday Manara amekieleza? Tuandikie maana kwenye comment section, usisahau kubonyeza neno subscribe ili uungane na familia ya Mapro TV kwa updates nyingi kali ambazo zina kufikia kutokea hapa. Asante na kwaheri, tukutane next video.